nikushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza pole kwa majukumu uliokuwa nayo. Mimi ni mkazi wa Kilosa, kata ya Chanzuru, na ziara zako nazifuatilia kwa kina kirefu sana. Ulipokuwa Tanga nilikufuatilia, ila sikubahatika kukutana na wewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nina kero ya ardhi. Mgogoro wa ardhi huu ambao unaotengenezwa na mkuu wa wilaya ya Kilosa. Mkuu wa wilaya ya Kilosa amekiuka maagizo ya waziri mkuu aliyepita na kufanya maagizo yake mwenyewe anayoyafahamu. Hatujui ni nini anachokusudia. Hilo ni la kwake mwenyewe moyoni. Lakini mbali na hapo, anatumia ubabe na kutumia sheria yake kwa nguvu. Hususani ukienda kuongea naye, anahisi umeongea kile kilichomgusa, anakutengenezea kesi. Mimi binafsi nilikutwa shamba, nikachukuliwa kaniweka ndani masaa 72, yani siku 3. Ilikuwa siku ya tarehe 14 mwezi wa 11. Nilimetoka tarehe 17, tarehe 18 nikaja ofisini kwako. Kwa bahati mbaya sikukukuta, ila nikafika kitengo cha malalamiko. Pale nikatoa malalamiko yangu pamoja na wenzangu. Tuliporudi yule dada tuliyemkuta pale akafanya mawasiliano, mkuu wa wilaya akatuita kwenye ofisi yake. Tulipofika kule akatupa maneno makali mno, na anasema kabisa kwamba hamtofanya chochote hata mwende wapi. Shida ilikuwa nini? Mgogoro wa ardhi, shamba ambalo lililofutwa, ambayo waziri mkuu aliyepita Kassim Majaliwa alilitolea tamko, alitoa agizo lake. Ndio hili ambalo timu iliundwa kuja kuchunguza? Ndio. Haya, sawa. Sasa ndio hilo ambalo nimetoka kusema, ngoja niipokee hiyo taarifa ya tume ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu aliiunda. Na kwa sababu hii ni ofisi, yale ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu alielekeza hayo yatafanywa kazi. Na kwa kuwa timu ilishaundwa, ndio maana nimesema tuipokee hiyo taarifa ambayo timu ilishakwenda ili tuweze kufanyia kazi. Sasa kwa kuwa wewe umefuatilia na yule mwenzako yuko wapi aliyefuatilia pia? Basi sawa. Kwa hiyo sasa ninyi wote wawili andikisheni. Mimi nikishaipokea tu taarifa nitawaita ili tuweze kutoa mrejesho wa jambo hilo, ama nitatuma mawaziri watakuja katika eneo hilo kwa ajili ya kuja kutoa majawabu ya mapendekezo ya timu iliyoundwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo andikishe, tumepokea, pole sana, lakini tunazuia mambo ya sheria mkononi yasifanyike mpaka tupate hiyo taarifa ya timu ili tuweze kuchukua hatua zinazostahili. Haya, mpeni mwingine. Mpeni mzee wangu pale. Wale ambao mambo yao yanahusu ardhi, sogeni pale kwa kamishna, yupo leo. Yes. Asalamu alaykum Mheshimiwa. Alaykum salam Sheikh. Yesu asifiwe. Amina. Mheshimiwa, kwanza mimi nimefurahi sana kukutana na wewe. Lakini kwanza vile ambavyo umevaa koti juu ya ile t-shirt, ni ile draw au ni nini? Angalia mwenyewe Mheshimiwa. Haya, tuambie. Nashukuru sana Mheshimiwa, kukutana na wewe kwangu imekuwa kama bahati. Mimi na kero sana. Kuanzia ya mwaka juzi, kuna kijana mmoja nimempa gari yangu, kaondoka kaenda Dar kauza. Aliyomuuzia akapatikana, na aliouza yupo, tumeenda mahakamani, wote waachiwa, naambiwa ni kesi ya madai. Sielewi Mheshimiwa. Gari iko wapi? Iliuzwa. Na ile aliyeuza yupo, na serikali ipo. Yuko wapi ile aliyeuza? Yuko hapa Bagairo. Wananchi nasema uongo, Gairo. Yule kijana aliyeuza yuko wapi? Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Anaitwa RPC. Kamanda wa polisi yuko wapi wa wilaya yetu? Kamanda, sasa huyu kijana ameuza gari ya mwenzake na kibabe tu, na wanadaiana na gari hajatoa. Hili likoje hili? Mnamfahamu? Mheshimiwa Waziri Mkuu,
Ikikupendeza, naomba ndio nalisikia sasa hivi, naomba nikae naye niweze kulifahamu, nilifanyie kazi sasa hivi. Na yule aliyenunua yuko wapi? Anamchukua mpaka sasa hivi, askari yupo anaitwa Roja, alienda kumkagua kule, ikaonekana kweli gari kanunua na dokumenti zote kampa, kaja nazo hadi mahakamani, mimi gari nimenunua, na kaachiwa huru. Na nyaraka za umiliki ziko wapi? Nazo zipo, kadi ninayo, kadi ya gari. Kadi ya gari unayo? Nayo. Sasa inawezaje kuanza kutumiwa na mtu mwingine na wewe kadi unayo? Mimi huyu ni kama mtoto wangu, alikuja pale dukani kwangu, sawa, huwa anatembea naye gulioni, mambo ya minadani, sawa. Akanambia leo kuna gulio, nipe gari yako nikapakia abiria, nikamwambia ndio akaenda kuuza. Ndio kaenda kuuza jumla. Na kumtafuta nimetumia kwenda kumtrack kwenye simu. Ikaonekana kwamba kule anaongea na mtu anaitwa Chiba. Askari anaenda kumkagua, toka Bagiro kamkamata. Kamodada dokumenti zote, lakini askari huyo ananiambia kwamba bwana, huyu mtu tumemkutana na dokumenti ila nimembembeleza, amesema atakulipa hela kidogo kidogo, amesema atakuchangia milioni 3. Huo ni wizi, sio madai, huo ni wizi. Kamanda, mtafuteni alipo, kamateni arudishe fedha ya mwenzie, alafu yule mwenye gari mtafuteni arudishe gari.